Kwa jina naitwa Nyambelila Amuri, ni rasi wa ndaki ya kilimo Chuo Kikuu cha Sokoine cha kilimo. Ndaki ya kilimo ina program mbalimbali ambazo zimebobea kwenye kilimo. Kwa jumla tuna program 9 za shahada za awali, na kati ya hizo program 9, program 5 ni za shahada za ualimu wa amali. Program ya kwanza inaitwa Bachelor of Science in Agriculture. Hii ni program ambayo inawaandaa wataalamu wa kilimo katika nyanja za uzalishaji wa mazao, lakini kwa kuzingatia uzalishaji endelevu. Katika program hii mwanafunzi atakayechagua anaweza atasoma kwanza kilimo kwa miaka 2 kwa undani kabisa, lakini mwaka wa 3 atachagua maeneo ya kubobea, ambao eneo la kwanza litakuwa crop science, eneo la pili ni soil science and land management, na eneo la 3 ni agricultural extension. Lakini pia tuna degree ya pili, program ya pili ya degree ambayo yenyewe ni Bachelor of Animal Science and Production. Nayo hii inawaandaa wataalamu katika sekta ya mifugo, uzalishaji wa mifugo, na nayo hii pia ina maeneo 3 ambapo mwanafunzi atabobea au atasoma kwa undani zaidi akiwa mwaka wa 3. Eneo la kwanza tuna dairy technology, baada ya kusoma animal science kwa ujumla na production, ataweza kuchagua kwenda kwenye ya kwanza dairy technology, ya pili range management, ya 3 kuna livestock production, na ya 4 kuna poultry science and production. Degree ya 3 inaitwa Bachelor of Science in Aquaculture. Hii inabobea kuwaandaa wataalamu wa uzalishaji wa viumbe maji, na zaidi uzalishaji wa viumbe maji kwa kufuga, yani ambapo unaweza ukatengeneza eneo ambalo utafuga samaki au utafuga viumbe maji mbalimbali. Na degree ya 4 hii ni ya amali, ambapo tuna program inaitwa Bachelor of Livestock Production with Education. Hii inawaandaa walimu ambao wataenda kufundisha mkondo wa amali kwenye eneo la livestock production. Na degree ya 5 inaitwa Bachelor of Science in Aquaculture with Education. Na hii pia ni program ya amali, inawaandaa walimu ambao wataenda kufundisha shule za sekondari kwenye mkondo wa aquaculture. Lakini pia tuna program nyingine inaitwa Bachelor of Science in Human Nutrition. Hii program inawaandaa wataalamu wa lishe na kulinda afya ya mlaji. Program hii ni ya miaka 3 kama program zingine zote. Lakini pia tuna mkondo wa amali kwenye nutrition. Huu tunauita Bachelor of Science in Human Nutrition and Catering. Hii inawaandaa walimu wa sekondari ambao watafundisha masuala ya nutrition au afya ya binadamu, lishe ya binadamu pamoja na catering. Na program yetu nyingine tunaiita Bachelor of Textile and Clothing with Education. Nayo pia ni mkondo wa kuandaa walimu wa amali katika eneo la textile na clothing, ambapo watafundisha shule za sekondari pia. Lakini pamoja na hiyo tuna Bachelor of Textile and Fashion Studies.
ambapo tunawafundisha wanafunzi waweze kuwa na ujuzi na ubunifu wa kutumia product za textile, za leather, pamoja na kudesign fashion, kuanzia kwenye nguo, accessories zote na product za ngozi. Baada ya hapo tuna Bachelor of Science in Crop Production with Education, na yenyewe ni mkondo wa amali ambao unawaandaa wanafunzi kuwa walimu wa sekondari kufundisha crop production, crop science and production. Kwa hiyo ndio program zetu kubwa 9 ambapo ndaki ya kilimo imejipanga kuweza kuitoa kwa degree za awali. Kama tunavyofahamu, kilimo ni sekta ya kimkakati. Kwa hiyo na serikali imeitambua kwamba katika kilimo ndio mahali ambapo ni sekta ambayo inaweza ikaleta utatuzi mkubwa wa ajira kwa kutengeneza wajasiriamali, lakini pia ajira nyingi kutokana na kilimo. Kwa hiyo kilimo kwa ujumla wake ni sekta ya kipaumbele kwenye bodi ya mkopo. Kwa hiyo wanafunzi wetu wale watakaochagua kupata kilimo wakiwa na sifa stahiki za kupata mkopo, basi wao watapewa kipaumbele. Ili uweze kujiunga kusoma chuo chetu, lakini pia na program za kilimo, tunachukua wale ambao wamesoma science, program zile za kilimo. Na masomo hayo ya sayansi ni pamoja na biolojia, kemia, jiografia, kimsingi ndio hayo. Lakini tuna program ile ya textile and fashion studies, yenyewe tunachukua mpaka watu ambao wamesoma masomo ya art, lakini ambao wanapenda kuwa na ubunifu wa kutumia hizi zana mbalimbali. Lakini pia na wale ambao wamesoma masomo ya sayansi pia tunawachukua. Katika kutoa mafunzo yetu, kwanza niseme kwamba sisi kwenye hizi program zote za awali nilizokwisha zitaja, mtindo tunaotumia kufundisha kwanza ni kwa vitendo, ambapo tuna maabara zetu, tuna mashamba na tuna workshop mbalimbali ambapo wanafunzi wanaenda kujifunza kwa vitendo. Lakini pia zaidi ya hapo, kwenye program zote tunafundisha kwa mtindo tunaita tumejipanga kufundisha kwa mtindo unaitwa project based teaching and learning, ambapo tuna muandaa mwanafunzi kubuni mradi wake mwenyewe, kuandika unaofanana na somo husika analolisoma. Kwa hiyo hapo tunawajengea uwezo wa kuwa wabunifu, wa kuwa na lile jicho la kuangalia vitu kwa upana zaidi, na tunafanya hivyo ili kuandaa kwanza kutatua matatizo halisi ambayo yapo katika sekta ya kilimo kwa ujumla, lakini pia ili kuandaa waweze kujitengenezea ajira zao binafsi. Kwa hiyo pia katika mafunzo ya vitendo, lakini pia kwa project, tunawaandaa kuwa wajasiriamali ili waweze wakatengeneza shughuli ambazo wanaweza wakafanya wenyewe. Kwa hiyo mkienda kule shambani mtaona kwamba kuna mazao mbalimbali yanapandwa, lakini kila ploti ndogo inahudumiwa na mwanafunzi mwenyewe. Kwa hiyo anaweza akajifunza kabisa kwa vitendo. Lakini pia tuna maeneo ya shamba ambayo mwanafunzi kwa utaratibu tuliojiwekea anaweza akapata plot na akafanya vile anavyofundishwa darasani, akafanya mwenyewe, lakini mazao yatakayotoka pale ni ya kwake. Kwa hiyo inakuwa pia ni mafunzo ya ujasiriamali wa kuweza kujipatia kipato. Na kwingine pia wanakofanyia mazoezi au kujipatia uzoefu wa ujasiriamali ni kule tunaita atamizi, ambapo pia wanafunzi wetu wanaweza wakaomba, na wengine wameshaanza maeneo kule ambapo kuna spring house, lakini pia kuna maeneo ya kulima nje.
ambapo yale waliojifunza kwa vitendo wanaweza wakayafanya kule incubation center na kuwa chanzo cha kipato, lakini sisi tunaona kama ni hatua ya kujifunza kufanya ujasiriamali katika kilimo. Katika hizi program za amali tumeanza mwaka 2025. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunao wanafunzi walio mwaka wa kwanza, ambapo mwaka kesho watakuwa mwaka wa pili. Kwa hiyo kwa sasa hatuna ambao wamegraduate kwa sababu ndio kwanza tumeanza mwaka jana. Na tulianza mwaka jana mapema kabisa ili kuweza kuchangia kuziba pengo la uhaba wa walimu hawa wa kufundisha masomo haya ya amali, ukizingatia kwamba tuna sera mpya ya elimu, lakini pia tuna mikondo ya amali ambayo imeshaanza kwenye shule za sekondari. Kwa hiyo sisi tukaona ni fursa ambayo tunaweza kuchangia kuwajengea uwezo wa walimu hawa wa amali. Kwa hiyo tulianza mwaka jana. Kwa hiyo tunategemea mwaka kesho kutwa tutatoa wahitimu wa kwanza wa walimu wa amali. Na kuhusu mwamko wa wasichana katika mkondo wa amali, na pia niunganishe kwenye masomo yote ya sayansi pamoja na kilimo. Bado idadi ya wasichana ukilinganisha na wavulana ni ndogo, ingawa ile utofauti unazidi kupungua kila mwaka. Na kwa sasa hivi kama sikosei tuko 40% kwa 60. Tulikotoka tulikuwa ndogo zaidi. Kwa hiyo tunatoa wito watoto wa kike waweze kusoma kwanza, wachague masomo ya sayansi kule kwenye elimu ya sekondari ili kuongeza idadi ya wasichana ambao wanaweza kujiunga na masomo ya sayansi kwa ngazi ya chuo kikuu kama kilimo. Na kwa hapa SUA, pamoja na kwamba idadi ni ndogo, lakini tumeona wanawake au wasichana wana uwezo mzuri tu kama wavulana katika kumudu, kufaulu na kufanya vizuri katika masomo ya sayansi au masomo ya kilimo. Kwa hiyo niwatoe hofu na niwatie moyo wasichana wote, wasiogope, wawe na ujasiri kwa sababu uwezo wanao, ni wao tu kuchagua. Lakini pia nitoe wito kwa jamii kuwatia moyo wasichana na watoto wa kike kuchagua masomo ya sayansi. Kama SUA na ndaki ya kilimo tunajivunia sana kwamba tunaweza kuchangia moja kwa moja kwenye uzalishaji wa kilimo, kwa hiyo kuhakikisha usalama wa chakula. Na nikisema usalama wa chakula na maana kutokuwa na njaa, lakini kuwa na lishe bora na kudhibiti utapiamlo. Lakini pia tunachangia moja kwa moja kwenye swala la ajira. Ukizingatia kwamba 65% sasa hivi ya Watanzania wako kwenye ajira ya kilimo na wanategemea kilimo moja kwa moja. Kwa hiyo sisi kama SUA tumetoa wataalamu wa kilimo ambao ndio wanaotoa elimu ya ugani nchi nzima. Na nikisema elimu ya ugani nasema kwenye mapana yake, kuanzia uzalishaji wa mazao, uzalishaji wa mifugo, samaki na lishe, wote tumetoa hapa SUA. Kwa hiyo tunaamini kwamba mchango wetu ni muhimu sana katika taifa kwenye maeneo hayo makubwa. Kwanza ajira, pili usalama wa chakula, lakini pia na lishe bora. Tuna mchango huo wa moja kwa moja. Na nikienda hapo kwenye ajira, na sasa hivi ukizingatia mabadiliko ya kiuchumi na idadi ya vijana ni kubwa. Kwa hiyo mchango wetu SUA pia tunachangia kuandaa vijana kuwa na uhakika, lakini pia kupenda kuwekeza kwenye kilimo, kama nilivyosema, kwenye mnyororo mzima wa thamani ya kilimo. Kwa hiyo tunajivunia kwa kweli, tangu chuo kianzishwe
Handaki ya kilimo ilikuwa ya kwanza, na hatujawahi kuacha kusisitiza na kuwekeza kwenye kilimo, hasa kwenye mambo ya utafiti, uzalishaji na kufundisha wataalamu. Kwa majina naitwa Muziili Swaleh Ayubu, ni mwanafunzi kutokea kozi za amali, ualimu wa mifugo. Hii ni kozi ambayo nimeichagua mwenyewe kutokana na sababu mbalimbali. Sababu ya kwanza ni fursa ya kozi ambayo ina fursa. Tukiangalia kwenye sababu nasoma pande mbili, tukiangalia upande wa kwanza kwenye mifugo, ni sehemu ambayo kuna fursa sana katika nchi yetu, lakini hata nje ya nchi kuna fursa nyingi. Hiyo ndio sababu ya kwanza ambayo imenifanya niingie katika hii kozi. Lakini nyingine ni kozi pendwa, kozi ambayo itanisaidia mimi mwenyewe niweze kujipatia ajira yangu kutokana na nchi kuna changamoto nyingi za ajira. Kwa hiyo kutokana na hii kozi inaweza kanisaidia kujiajiri mwenyewe, ila pia kuajiri kundi kubwa la watu. Kama nikianzisha famu yangu, najua nitaajiri kundi kubwa la watu waliosoma, wenye degree, wenye diploma na hata waliokuwa hawajasoma. Kwa hiyo mategemeo yangu katika hii kozi baadaye ni kujiajiri mwenyewe. Kozi yangu imeunganisha vitu viwili. Kuna mifugo pamoja na ualimu. Kwa kwamba naweza nikapata fursa kama mwalimu kufundisha hata sehemu za VETA, kutokana na walimu nikawafundisha watu wa VETA issue za mifugo, lakini naweza nikawapa elimu sehemu mbalimbali. Kuna watu mitaani hawana elimu, hawana nini. Kutokana na ualimu wangu ambao nauchukua, naweza nikafikisha elimu ya mifugo katika sehemu mbalimbali katika taifa. Kwa majina naitwa Tupelisa Waduma Sampeta, nasoma kozi ya Crop Production Education. Inahusu mambo ya uzalishaji wa mazao pamoja na ualimu wa amali. Kilichonivutia katika kozi ya uzalishaji wa mazao na ualimu wa amali ni kwamba kwanza kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Pia ukiangalia kwenye ualimu kuna fursa nyingi ya kupata ajira. Nikishamaliza hapa chuo, matarajio yangu ni kujiajiri mimi kama mimi katika sekta ya kilimo. Wito wangu ni kwamba wasiogope kuchagua hii kozi ya Crop Production Education kwa sababu ina fursa nyingi na unaweza kujifunza mambo mengi kupitia hii kozi. Kwa majina naitwa Joseph Galama na niko hapa chuo kikuu cha Sokoine University of Agriculture. Mimi ni SUA na soma shahada ya awali ya Animal Health and Production, yani afya ya uzalishaji wa wanyama, ya sayansi na uzalishaji wa wanyama. Matarajio yangu ya kuisoma hii kozi imenivutia kwa faida nyingi. Kwa mfano, naweza nikajiajiri kupitia ufugaji, na weza pia nikajiajiri kupitia kwenye makampuni kuajiriwa. Pia ina fursa nyingi. Kwa hiyo kingine kilichonivuta ni kusaidia taifa letu katika ufugaji.